Katika mji mmoja wa Dar es Salaam, mji ambao kila mmoja amekuwa na ndoto nao, kila mmoja amekuwa na tamaa ya kuweza kwenda Dar es Salaam. Katika jiji la Dar es Salaam kuna hadithi ya mapenzi yenye hisia changamano, ambapo moyo safi unaweza kujeuliwa kwa siri na udanganyifu. Asha na Juma walikuwa wapenzi wa muda mrefu, wakiwa na ndoto za pamoja za maisha bora, lakini kama kawaida kuna majaribu yasiyoweza kukwepeka kabisa kwenye maisha ya binadamu. Si unajuaga ile? Sasa hadithi hii inatupeleka katika safari ya moyo wa mwanadamu. Hapa tunashuhudia upendo unayejengwa na udanganyifu unaovunja maamuzi magumu ya kimiemko yanaweza kukusaidia maisha ya kila muhusika. Ikiwa unataka unaweza kuendelea hadithi of course na kukupatia info zote ambazo zimetokea kwenye hadithi hii. Sasa tuanze hadithi yetu kabisa. Nikukumbushe tu usiache kusubscribe hapo chini kwa more update. Sasa kulikuwa na kijana aliyeitwa kwa jina la Juma, kijana mwenye tabasamu la kweli la kuvutia na macho yaliyojaa ya ndoto kabisa. Alikuwa na Asha, msichana mwenye sura ya upole, mwenye moyo safi, wapenzi waliokutana shuleni na kuendelea na mapenzi yao hata baada ya kuhitimu. Tunajuaga ile kwamba kuna washikaji ambao wanapendana wakioga shuleni, lakini baada ya kumaliza shule tu mapenzi yao huwa yanaisha. Lakini sio kwa Asha na Juma. Walipanga maisha yao pamoja, kuanzia biashara ndogo ndogo mitaa, kuishi pamoja na hatimaye kufanikisha ndoto ya ndoa, kitu ambacho kila mmoja alikuwa na furaha nacho sana. Kila kitu kilionekana kuwa sahihi hadi siri ya Juma kuanza kuibuka. Juma alikuwa na marafiki wengi wa kike, lakini mmoja kati yao alikuwa anaitwa Rehema, msichana aliyeitwa rafiki yake wa zamani baada ya kutofautiana na familia ya kuchukizwa na maisha. Rehema alikuja kumtafuta Juma tena kama rafiki yake ambaye alikuwa amefahamiana kwa muda mrefu. Unajuaga zile, akimkumbusha hisia za zamani. Kila mara walipokutana ilikuwa kama moto hivi una